mwaka ambao tunaongelea tumepata 14%. Unaona ni zaidi hata ya mapato tunayopata kutoka kwenye uwekezaji kwenye FDR. Kwa hiyo 14% kubwa sana ukilinganisha na 12% iliyokuwepo mwaka 2024. Na mfuko umekuwa ukiongezeka kila mwaka, na mwaka huu tuna bilioni 43 ambazo umefikia ukubwa wa mfuko. Kwa maana yake unakuwa kila mwaka kutoka bilioni 25 zilizokuwepo mwaka uliopita. Kwa hiyo unaona tunaenda direction nzuri. Kwa hilo ni dalili nzuri. Na idadi ya wawekezaji actually imeongezeka, Mheshimiwa mgeni rasmi. Sasa hivi kwa mwaka ambao tulikuwa tunaongelea tulikuwa na milioni 8,000, sasa hivi tuko 12,000. Maana yake tunazidi kuongezeka. Na hii inaonyesha aina gani ya uwekezaji ambao unahitajika, na unaweza kuona aina ya wawekezaji waliopo wengi ni vijana hapa. Maana yake hamasa ipo, vijana wanawekeza sana. Na niseme mazingira ya uwekezaji vile vile yamekuwa mazuri kwa Tanzania kwa sababu ya siasa bora iliyopo. Watu wanaruhusiwa kuwekeza, wanapata elimu, wanapata information kuhusu uwekezaji, unakuta wanawekeza. Na kwa hilo unaweza kuona aina ya watu wanaowekeza. Vijana chochote wanachokipata wanawekeza kwa ajili ya kesho, maana wajua kesho ipo. Na bahati nzuri ukiwekeza ukiwa kijana inakuwa rahisi, utakapokuwa mzee utakuwa umewekeza kiasi cha kutosha. Kwa hiyo na sisi kama mfuko vile vile tunaenda kutoa elimu kwa wawekezaji wetu kuhakikisha kwamba wanapata elimu nzuri, aina ya products ambazo zipo ili waweze kuwekeza. Elimu sana ya uwekezaji, elimu ya fedha, namna ya kutunza fedha, actually ndio hicho tunachotaka kufanya. Na mifuko hii inaanzishwa kwa ajili ya minajili hiyo, kwamba watu wapate taarifa, wajue kwamba kuna elimu ya fedha, namna ya kuwekeza fedha zao ili kwa ajili ya kesho. Kwa hiyo mimi nilipewa kazi ndogo tu, Mheshimiwa mgeni rasmi, ya kukaribisha wewe uje ongee na wanahisa.